Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa wetu. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa nafasi nyingine ametupatia. Mbarikiwe sana mnaokuja, vijana na mabinti wa mama wenzangu, mnakuja mnahitaji ushauri. Sisi hatujui mengi, ila kidogo tulicho nacho tutakushirikisha kwa ajili ya safari hii. Tunataka mwisho wa siku Bwana Yesu atuhurumie wote, tukaishi maisha kumheshimisha hapa duniani na tukastahili kuingia mbinguni. Mengine yote ni ya ziada, mpendwa wangu. Unakuta wakati mwingine tunasumbuliwa na mambo mengi sana, uchumi, ndoa, mahusiano, kazini, hiki na kile, afya zetu. Mwisho wa siku unataka, mpendwa wangu, ukifika wakati wako mbele za Bwana Yesu, wewe unakubalika? Wewe unakubalika kuingia malangoni? Mengine yote tunaweka pembeni. Sasa tutaendelea kuongea wacha niongee kwanza na mabinti zetu. Kuna mabinti zetu wako ndani ya ndoa, kuna wamama wenzangu wako ndani ya ndoa, kuna mabinti zetu na vijana wanategemea kuoa, wengine wanatayarisha harusi. Bwana Yesu awabariki. Tunaomba harusi zao zikawe za kumheshimisha Yesu Kristo. Na hapa nitasema tu neno kuhusu Roho Mtakatifu. Neno kuhusu Roho Mtakatifu katika watu wanaotayarisha ndoa na walioko ndani ya ndoa. Roho Mtakatifu. Haleluya. Tukisoma Yohana 16, ndio neno ninaona nimepewa kwa hii ujumbe. Yohana 16, ukasema usome hapo kuanzia mstari wa 13. Inasema hivi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu, tunaomba kwanza unisamehe nisianze kusema neno lolote bila kushirikisha wewe. Mimi ninanyenyekea, ni mwanadamu, ukanisamehe Bwana. Mawazo, maneno na matendo, yamkini inawezekana kuna mahali toka nimetubu mara ya mwisho mpaka sasa hivi, inawezekana kuna mahali nimekukosea Mfalme. Mawazo yangu, maneno yangu, matendo yangu, nia za moyo wangu, takasa kinywa hiki Bwana, nikaongea yale yapasayo uyatakayo wewe, sio nitakayo mimi. Ninakabidhi kila kiungo Bwana, na kabidhi vyombo vyote hivi vya utaalamu tunavyotumia kwa utukufu wa jina lako. Ule anayesikiliza, yule atakayepata neema kufungua ujumbe huu, umpatie anachohitaji na zaidi. Tena umpatie cha kwenda kuwashirikisha wengine, kwa maana mwisho wa siku watu wakavute kwako Yesu Kristo. Watu wakavutwe katika utakatifu. Watu wakavutwe na Roho wako Mtakatifu, wakae ndani yako na wewe ndani yako, kama neno lako ulilosema kwamba ukae ndani yetu na sisi tukae ndani yako wewe Bwana. Tunashukuru na kushukuru kwa yote ambayo hata mimi umenipatia nafasi siku ya leo nikaweza kutoa ujumbe huu. Ninapoutoa huwa karibu mara zote nahitaji ujumbe huo pia ukanihudumie na mimi na yoyote atakayesikiliza. Tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiomba na kushukuru. Amina, amina. Mpendwa wetu, Yohana 16, Yohana Mtakatifu 16, mstari wa 13 na kuendelea, inasema hivi: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Haleluya. Pendwa wangu wa mbinguni, tuko safari ya mbinguni. Ndio maana nakuita mpendwa wangu wa safari hii ya mbinguni. Unajua Roho Mtakatifu ni mwema sana, na ndiyo maana unaona wengi wetu wameokoka, wanatunza utakatifu, lakini mapito ya maisha, asili yao, tabia yao ya asili, akili yao ambayo Bwana Yesu aliwaokoa akawatoa sehemu fulani, inakuwaga inaona kujazwa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Mtakatifu inawezekana sio muhimu sana. Na mwingine anajua kabisa ni muhimu, lakini anakuwa anawekwa bize na mambo mengine. Lakini ukiangalia ni hatari sana. Ni hatari sana kupuuzia kusikia sauti ya Roho Mtakatifu na kuongozwa nayo. Kuifahamu, kuipambanua, kuitambua, halafu kuna kuitambua na kuitii. Kama tulivyosema, Roho Mtakatifu anaongea kwa njia mbalimbali. Wengi wamezoea njia ya ndoto, lakini hatari iliyopo
mtu akiota ndoto hataki achukue muda amuulize Roho wa Bwana, hii ndoto maana yake nini? Anataka aharakishe na majibu. Akili yake ya kibinadamu inamwambia hiki ni hiki, anaenda nacho. Mwingine anaona hapana, kuuliza Roho Mtakatifu anapoteza muda. Anaenda tu kwa nabii, anaenda tu kwa mchungaji. Haleluya. Ujumbe ule hakuoteshwa mwanabii wala hakuoteshwa mchungaji, kwa sababu ni ujumbe wako binafsi. Wewe kuwa na tafuta ushauri ni vizuri, nenda kwa mchungaji wako ni vizuri, lakini uliza pia Roho wa Kristo anakuambia nini. Kwa sababu kuna vitu vingine mchungaji atakuwa mbali, hapatikani kwa simu. Kuna vingine ni vya kwako wewe mwenyewe kuhusiana na huyo mchungaji, unatakiwa umuombe familia yake, huduma pale kanisani. Sio vyote vya kuongea, vingine ni vya wewe mwenyewe uvitendee kazi kama Bwana anavyotaka uvitendee kazi. Maana yake uviombee, maana yake uingie vita vya kiroho, maana yake ukatumike. Yani kuna njia nyingi Roho Mungu anasema na wewe kwa sababu mbalimbali. Kwa nini Roho Mungu amekupatia hilo neno? Kwa nini amekupatia hiyo ndoto? Kwa nini akupatia hayo maono? Yeye anajua yote. Mpendo wangu, kikumbuka kwamba Roho Mtakatifu ndio aliyekuvuta ukaokolewa. Roho Mtakatifu anajua madhabahu uliotoka. Roho Mtakatifu anajua madhabahu ya nyumba unayoishi, mji unaoishi, mtaa unaoishi, mkoa unaoishi. Roho Mtakatifu anajua ukoo wenu kuanzia yule mtu wa mwanzo kabisa. Roho Mtakatifu anajua maagano yote yanayokuzunguka na kukuhusu wewe. Roho Mtakatifu anajua ni watu gani na mambo gani yanakupinga, ya kimwili na ya kiroho. Roho Mtakatifu anajua kwa nini una changamoto katika hilo eneo. Ni Roho Mtakatifu anajuaga yote, kwa sababu yeye ni Roho wa Mungu, ni Roho wa Kristo. Alikuwako tangia kabla hata Adam na Hawa hawajaumbwa. Anajua yote na atakuwepo mpaka dakika sekunde ile ya mwisho Yesu Kristo atakaporudi. Anajua yote. Wewe unataka uwe una ukaribu naye. Ndio maana tunasisitiza kama hujajazwa na Roho Mtakatifu usirelax. Usikubali. Utakuja kujikuta siku ya mwisho usije ukakataliwa. Warumi 8 imesemaje? Asiye na Roho wa Kristo sio wa kwake. Unaona? Vingine tunavifanya ni vizuri. Kutunza utakatifu ni vizuri, kusetiri ni vizuri sana, kwenda kanisani ni vizuri, toa cha 10, fanya yote yanayotakiwa, lakini ufanya urafiki, uhusiano wa karibu sana na Roho wa Kristo. Atakuokoa na mengi, atakufundisha mengi, atakufunulia mengi. Roho Mtakatifu ndio atakunyoosha kama kuna tabia ndani yako, labda unaongea sana, labda unanungunika sana, labda una uvivu ndani yako fulani, labda una mapungufu kwenye eneo fulani, labda hujui kubudgeti, labda wewe ni mvivu tu kuweka mazingira yako msafi, kupika, vitu kama hivyo. Atakukumbusha, sasa fanya hiki. Hebu kumbuka kufanya hiki. Kumbuka fuatilia kitu fulani. Roho Mtakatifu ni muhimu sana kufanya naye urafiki. Vinginevyo utajikuta, mpendo wangu, unakufuru, unalalamika, wakati Bwana Yesu alishakupa yote unayohitaji. Wewe unang'ang'ana kulalamika tu. Mbona mimi? Unang'ang'ana kushika wachawi tu. Unajua kuna wapendwa wengine wamefungwa na roho ile ya kujiona kwamba yeye hana makosa. Ni lazima kuna mtu ndio ana makosa aliyemzunguka. Atafute mchawi ni nani, atafute anayenisema ni nani, anayenipinga ni nani, anayenifanyia fitina ni nani. Hapana. Roho wa Mungu alishanisemeshaga wakati fulani. Akaniambia haijalishi mapito yako na watu ambao ulipitia katika maisha kwa kutana nao, wakakutendea mambo sio haki, wakafanya hiki na kile, mwisho wa siku hatima yako ya maisha iko mikononi mwako hapa duniani kwa kiwango kile Mungu amekupatia. Mawazo, akaniambia chunga mawazo, maneno na matendo yako. Mawazo, maneno na matendo yapitishe kwenye litmus test, kwenye testi, kwenye mchujo wa Roho Mtakatifu. Mungu, huyu mtu namwazia huyu, naomba unisamee, labda namwazia vibaya, namuona amevaa vibaya, ni kahaba. Ukute sio kahaba, ukute ndio hivyo anavyojua kuvaa. Uniuliza assignment yako ni nini? Kwa nini umemuona yule mtu namna ile? Kuombea, umshuhudie. Kuna mwingine sio kumshuhudia, umeambiwa tu muombe. Utajuaje tofauti? Amen. Na tunazungumza na mabinti zetu na vijana wetu wanaotayarisha maisha. Ukiwa umepuuzia eneo la kuongea na Roho Mtakatifu, utajikuta umeolewa na mtu sahihi sio sahihi. Utajikuta umeolewa lakini changamoto za ndani ya nyumba zinaleta purukushani.
Yaani zinaleta vurugu, zinaleta maneno yanatoka nje kwamba wewe una changamoto kwenye ndoa. Hapana, hapana. Kwa sababu wewe ukufundishwa, ukutulia, ukachukua muda, ukafundishwa na Roho Mtakatifu. Uenende vipi? Ufanye nini? Roho Mtakatifu atakuzuia hapa, usiongee. Hapa kafanye hivi. Mna changamoto ya kitu fulani. Hiyo budget punguza hapa, uongeze hapa. Weka akiba kiasi fulani, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua mbeleni mwenu kwenye maisha yenu mtapata emergency. Ndio maana Roho Mungu ananiambia wahurumie sana vijana na wanaokuja kuomba ushauri na mabinti wanaokuja kuomba ushauri. Wanaomba ndoa lakini hawako tayari kwa ajili ya ndoa. Wanadhania ndoa, hilo ni somo lingine nisilingilie huko. Wanadhania ndoa, hawafikirii mbali. Ndoa ni zaidi ya harusi. Kwa hiyo Bwana punguzia matayarisho. Haleluya, haleluya. Nitaendelea na hili somo, alafu ile somo lingine ni lingine tofauti. Uliza Roho wa Kristo, atakufundisha kwenye mji unaokaa, mtaa unaokaa, kuna mambo gani ya kuombea, kuna hatari gani za kimwili na za kiroho. Kwenye shughuli zako binafsi, uanze kufanya shughuli zako, kwa mfano kwa mama, shughuli za ndani, uanze na ipi, ufanye hipi, uombe wakati gani, uombe nini. Haleluya. Kila kitu, mpaka kuvaa, uvae nini, uache nini. Vijana wetu mnafanya biashara ndogo ndogo, mnafanya kazi zenu, Mungu awabariki. Utaongozwa hapa, ombea hivi, hapa kemea roho hii. Hii biashara anza hivi, alafu fanya hivi. Hii biashara iboreshe kwa njia hii na hii. Nenda kafanya biashara sehemu ile, kwa sababu utapata wateja. Kuna mavijana wetu wana hekima sana, hekima na unyenyekevu sana. Kila hatua anaenda mbele za Mungu kwanza, anaingia mfungo. Mama, kama sijaanza hii kitu, ngoja niombe kwanza. Yeye tu mwenyewe, kwa sababu ananyenyekea chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Na ninakuhakikishia hao ndio vijana na mabinti wenye shuhuda za kutosha, kwa sababu walimejitoa, wamejinyenyekeza chini ya Bwana. Naye Bwana Yesu hata waacha wahangaike, hata waacha waaibike, hata waacha wateseke, hata waacha waburuzwe na shetani, kwa sababu wamemheshimu, wametunza uhusiano naye. Haleluya. Kwa hiyo ujumbe wa leo unatuhusu kina mama, unahusu mabinti, unahusu vijana. Kina mama, kwenye maisha kuna changamoto za kila aina. Wewe ukisikia Roho wa Mungu anakusemesha, anza kuombea kitu fulani. Mwenzako leo hajakaa vizuri, amekwazika, amechoka, ana hasira, labda ana vitu anawaza vinampa stress, anahofia mambo fulani. Wewe unajua jinsi ya kuomba, unajua jinsi ya kumsapoti, unajua jinsi ya kumpenda, ya kumheshimu, kwa sababu ni mwenzako, Mungu amekupatia, haijalishi mapungufu yake. Kwa maana hata mimi na wewe tuna mapungufu yetu ya kutosha kabisa. Watoto wako na waleaje? Kuna wengine Roho Mungu anasema huyo muombee tu, muache kwanza sasa hivi, muombee tu. Wewe unasonga mbele na Bwana Yesu. Yaani una uhusiano wa karibu na Roho wa Kristo. Huna muda wa kusema eti nina hofu ya kuogopa kitu fulani. Kwa sababu likija wazo la hofu, Roho Mungu anakuambiaje? Omba, kemea kitu fulani. Omba, kemea hicho. Ukiota ndoto huelewi, unaiombea, unaendelea kumwambia Roho Mtakatifu, nifunulie hii. Haleluya. Kwa hiyo Bwana Yesu ni mwema sana. Ufungeje, usomeje neno, sangapi. Hata njia tunazoendesha magari, utakuta Roho Mungu anakuambia hii njia usipite, pita hii. Usibishane naye. Anaokoa maisha yako. Usibishane naye hata siku moja. Ndio tunasema gari zetu hizo unakuta zimejaa uwepo wa Mungu kweli. Kwa sababu ndio tunaombaga humo, tunaonena humo, tunaimbaga nyimbo za kuabudu, za kusifu. Tunasemaga na Roho wa Kristo, kwenye machozi tunaliaga humo. Haleluya. Kuna maombi mengine tunaomba mpaka tunatoaga machozi. Yesu Kristo ni mwema, ni mwaminifu. Mengine ni machozi ya shukurani tu. Ukiwaza wema wa Bwana, ukiwaza anayokupigania, mengine Roho Mungu anakufunulia. Ni lazima utanyenyekea mbele ya Mungu. Utabubujika mbele za Bwana. Kwa hiyo mpendwa wangu, fanya urafiki wa karibu sana na Roho wa Kristo. Tumeambiwa hatua za kuokoka ni kutubu. Ukisha tubu, unatafuta mahali ujazwe na Roho Mtakatifu. Tafuta masomo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Tafuta masomo ya ubatizo. Kama uelewi ukabatizwe wapi, tafadhali
njoo, tutatafuta njia ya kusaidia. Kuna wengine wako Kenya, tunawapeleka, tunawaongoza wakabatizwe wapi. Wengine wako Tanzania na Wamarekani pia. Kuna ambao tumewaelekeza wameenda kubatizwa, na watu ambao wanatunza utakatifu, wanaongozwa na Roho wa Bwana, wamebatizwa. Pendwa wangu, Bwana Yesu anarudi muda wowote ule. Usijiaminishe mno kupita kiasi. Ukiona Roho Mungu anakuhimiza kitu fulani, usidharau, usipuuzie. Mpendwa wangu, nawaambiaga watu wangu wa karibu tunaoongea mara kwa mara, kila tukiamka asubuhi tumekopeshwa mpendwa. Sio lazima tuamke asubuhi. Hivi unajua hiyo neno? Sio lazima eti ni guarantee, lazima sisi tuna mkataba wa kudumu na Bwana eti lazima tuamke asubuhi. Kuamka ni neema mpendwa wangu. Ukiamka umepewa nafasi ya kutengeneza na Bwana, ya kunyoosha njia zako na Bwana. Hivyo ubarikiwe na Bwana Yesu akusaidie hili somo likatende kazi ndani yako, ukalitendee kazi. Kama hujawahi kufuatilia masomo ya kujazwa Roho Mtakatifu, yatafute. Ukihitaji hayo masomo tukutumie, njoo, tutakutumia. Kwenye inbox hapo kuna link hapo chini, kundi la mapokezi, kwenye hilo kundi la viongozi. Ingia tusubirie. Tuko tofauti ya masaa, nadhani masaa 8 na Afrika huko, Afrika Mashariki. Tofauti ya masaa 7 au 8. Tusubirie, ila sema unachohitaji, tukuletee. Mtu akija mtandaoni, mtumishi wa Mungu akija mtandaoni, anakurushia bila kuchelewa. Ubarikiwe. Ninakuombea kila unayesikiliza ujumbe huu. Tafadhali na sisi tuombe, mimi na mtumishi Elder Sims tuombe kwa kazi ya Bwana, kwa hii safari ya mbinguni. Atuhurumie ikifika wakati wake, tusikataliwe. Tunaomba yote haya Baba. Asante kwa nafasi umetupatia kuongea. Machache hayo niweza kuongea kama binadamu. Kuna maeneo nimepelea, kuna maeneo nimeongeza Baba, kuna maeneo nimepunguza. Kama kuna maeneo yako hivyo Baba, unisamehe, usaidie linalo likakae ndani anayesikiliza, sawa sawa na mahitaji yake, sawa sawa na safari yake. Basi tunashukuru, tunalihimidi na kuliheshimu jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen na amen. Ubarikiwe mpendwa wangu, na tutaonana na ujumbe mwingine. Ngoja Mungu anipe neema nitengeneze pia somo la kusemaje unapoingia kwenye ndoa, uliposhaingia kwenye ndoa, ombea zaidi ndoa, elewa tofauti kati ya ndoa na harusi mpendwa, kuhusiana na matayarisho yanayotakiwa kuhusu na ndoa. Mimi ninafanya wajibu wangu, nisidaiwe na Bwana, alafu mengine na kuombea neema ya Bwana wewe akusaidie uyatekeleze kwa safari yako. Ubarikiwe sana, tutaonana tena baadaye. Amen.